Kuna msemo maarufu ambao watu wengi hutumia kusema ya kwamba njia rahisi ya kutimiza ndoto yako kwanza ni kuamka kutoka katika usingizi na kisha kufanyia kazi ndoto yako. Mimi ninaamini kila mwanadamu ana ndoto fulani. Ana jambo fulani ambalo anataka kuliona katika maisha yake, katika muda fulani likiwa limetokea au likiwa halisi katika namna fulani. Sasa mimi nataka leo mimi na wewe tuangalia neno la Mungu linasemaje kuhusiana na kutimiza ndoto zako. Kwa sababu ninaamini wewe haupo duniani kwa bahati mbaya. Kuna ndoto Mungu ameweka ndani yako na sisi tunahitaji hiyo ndoto yako ili tuweze kujengwa, kuimarishwa na kuendelea mbele zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Mwalimu Daudi Mwalizo. Na kipekee kabisa ninakukaribisha katika maisha ya ushindi. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Habakuki sura ya 2 mstari wa 3. Maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa. Inafanya haraka ili kuifikiria mwisho wake. Wala haitasema uongo. Ijapokawia ingoje, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Maandiko yanatuonyesha ya kwamba njozi, ndoto inawezekana kwa wakati wa sasa ikaonekana kama inachelewa. Lakini kazi yako kubwa ni kuendelea kumwamini Mungu kuhusiana na hiyo ndoto. Muda mwingine inawezekana ukawa katika changamoto, katika hali, katika mazingira au katika wakati ambao haufanani kabisa na ndoto. Inawezekana ikawa ni kinyume kabisa cha kile ambacho moyoni mwako unasikia ya kwamba unatakiwa kuwepo. Lakini ambacho haswa anataka nikutie moyo siku ya leo ni kwamba japokuwa kwa sasa unaonekana hauko pale ambapo una maono, una ndoto ya kuwa, kama ukianza kuchukua hatua sasa kidogo kidogo ya kujijenga, ya kukua kuelekea pale ndoto yako ilipo, wakati usiodhania utafika katika ndoto. Mara nyingi tunavunjika moyo kwa haraka tusipoona zile ndoto ambazo tumekuwa nazo katika maisha yetu zimetimia kwa haraka. Inawezekana ni ndoto ya kujenga nyumba, inawezekana ni ndoto ya kuwa na ile kazi uliyoitaka, au ni ndoto ya kufikia malengo fulani. Kuna kitu fulani ambacho unakiota, unakiwazia ya kama ingependeza siku moja ningekuwa sehemu fulani. Nataka nikwambie ya kwamba usiangalie mazingira yako sasa hivi kama kigezo cha kufika katika ndoto. Badala yako angalia neno la Mungu linasemaje kuhusiana na wewe kufikia ndoto. Neno la Mungu linasema hiyo ndoto unaiona kana kwamba imekawia, kwa majira fulani itatokea. Sasa kitu binafsi ambacho nimejifunza kuhusiana na masuala ya ahadi za Mungu ni kwamba Mungu anapokuambia ingojee ahadi yake, anakuhakikishia kuwa ataitimiza hiyo ahadi. Lakini pia anakupa maelezo fulani nyuma ya pazia ya kwamba kama ukiwekeza nguvu katika kufanyia kazi hiyo ndoto, yeye atakusaidia kutimiza ile ndoto. Piga picha. Mungu alimwambia Daudi ya kwamba nakupaka mafuta kupitia mikono ya mtumishi wa Mungu Nabii Samueli, alafu kisha siku moja atakuwa mfalme. Daudi alikuwa na ndoto ya kuwa mfalme. Lakini kama ukiangalia tokea pale Daudi alipopakwa mafuta, Daudi aliingia kwenye vita, Daudi aliingia kwenye mapigano. Kwa kawaida yale mapigano yangekuwa na uwezo wa kumuua, yangekuwa na uwezo wa kumuondoa katika ndoto yake. Lakini kwa vile Daudi alikuwa na mtazamo ya kama Mungu amenipaka mafuta, na kama Mungu amesema nami kuhusiana na ndoto, basi ataitimiza. Daudi alichofanya ni alipambania ile ndoto. Aliweka juhudi katika kumtafuta Mungu, aliweka juhudi katika kumpendeza Mungu ili ile ndoto iwe kweli. Na leo hii neno la Mungu limekwambia ya kwamba kila ndoto uliyokuwa nao, ile mipango uliyokuwa nao ya kuona siku moja umefikia sehemu fulani katika maisha itatimia. Lakini kipindi unangoja, usikae tu. Mtafute zaidi Bwana. Jua Bwana anataka nini kutoka kwako. Elewa misingi ya ile ndoto ambayo unaelekea. Alafu utashangaa kile unachokifanyia bidii kujijenga, Mungu atakitumia hiko kama nyenzo ya kukufikisha katika ndoto. Kwa hiyo ndugu mpendwa, usiogope. Muda unakuja ambao ndoto yako utaiona kwa halisi katika maisha yako. Kama umebarikiwa na somo hili kwa namna yoyote ile, basi niandikia comment hapo chini. Lakini kama una swali au una jambo lolote ambalo linahitaji ufafanuzi zaidi, mawasiliano yangu yako hapo chini, nitafute. Ningependa niwe baraka kwako kwa kadri ya inavyowezekana. Mpaka hapo tutakapokutana tena, usisahau kuwa Mungu anakupenda na anataka wewe uishi maisha ya ushindi. Barikiwa.